Mheshimiwa Waziri atatoa hotuba fupi ambayo baadaye nitamkaribisha mwenyekiti. Na leo Mheshimiwa Waziri, leo utakuwa ni mteja ambaye tutakupatia tiketi. Wataalamu watatekeleza ili kuonyesha jinsi ambavyo mfumo unavyofanya kazi. Utakatiwa tiketi kwenye treni yetu ya abiria. Hii ni hotuba fupi kwa niaba ya mkurugenzi mkuu. Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mhandisi Isaac Kamwelo, mwenyekiti wa bodi ya TRC Profesa John Kondoro, mwakilishi wa mtendaji mkuu wa mamlaka ya serikali ya mtandao IGA ndugu yangu Ndomba, management ya TRC, wafanyakazi, wageni waalikwa, wanahabari na mabibi na mabwana, habarini za asubuhi. Awali ya yote, napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutuwezesha kukutana leo hapa kwa dhumuni la kushuhudia hafla ya uzinduzi wa mfumo wa tiketi wa kielektroniki wa Shirika la Reli Tanzania. Pia napenda kutoa shukurani zangu kwa Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, kwanza kwa wewe kukubali mwaliko wa TRC kuwa mgeni rasmi katika tukio hili, lakini pia kwa kuendelea kuongoza dhamira ya serikali kuliwezesha Shirika la Reli TRC irudishe uwezo wa ufanisi wa hatua za kuimarisha uendeshaji wake na miundombinu ya reli ili iweze kujiendesha kiushindani ndani na nchi ya kikanda. Ndugu mgeni rasmi, tutakuwa wakosefu wa fadhila endapo hatutatoa shukrani zetu za dhati kwa serikali ya awamu ya 5 chini ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, kwani tangu ilipoingia madarakani mwaka 2015 ilitoa kipaumbele cha kuendeleza sekta ya reli, ikiwa pamoja na dhamira ya dhati kurejesha usafiri wa reli kuwa uhakika na salama. Ndugu mgeni rasmi, shughuli za kibiashara za Shirika la Reli Tanzania zimegawanyika katika sehemu kuu zifuatazo. Kwanza ni usafirishaji wa abiria kwenda mikoa kuelekea kanda ya kati, Kigoma, Mwanza na Mpanda, na kanda ya kaskazini kuelekea Moshi, ambako usafiri huo tumeuzindua mwaka jana mwezi wa 12 na umepata mwitikio mkubwa sana kwa wasafiri wa Moshi. Huduma ya usafirishaji wa mizigo ambayo ndio kazi yetu kubwa zaidi, ambayo tunategemea mapato makubwa kiuendeshaji. Huduma za usafirishaji wa abiria katika jiji la Dar es Salaam, commuter train ambayo tunayo ya Pugu pamoja na ya Ubungo, ambazo na zenyewe zina mwitikio mkubwa sana na ni mojawapo ya treni zinazotoa msaada mkubwa katika jiji la Dar es Salaam. Huduma zinginezo ambazo si za usafirishaji kama vile ukodishaji wa nyumba na viwanja, real estate, na ukodishaji wa mitambo. Katika kuimarisha na kuboresha huduma zake za usafiri wa abiria na mizigo, pamoja na utekelezaji wa maelekezo ya serikali yanayotaka taasisi zote za umma zinazojihusisha na ukusanyaji wa mapato zifanye hivyo kwa njia ya kielektroniki, Shirika la Reli Tanzania kwa kushirikiana na mamlaka ya serikali mtandao IGA wametengeneza mfumo wa tiketi wa kielektroniki e-tiketi na malipo ya mizigo kwa njia ya mtandao e-cargo. Historia ya mfumo. Ndugu mgeni rasmi, kazi ya utengenezaji wa mfumo wa tiketi wa kielektroniki ulianza mnamo Julai mwaka 2018 na kuanza kutumika kwa majaribio mnamo mwezi Disemba 2018 kwa kutumika katika stesheni zote kubwa za reli ya kati na baadaye kusambazwa kwenye stesheni ndogo kwenye reli hiyo. Mojawapo, Mheshimiwa Waziri, ni stesheni ya Mpanda ambako ndipo kutokea. Mwezi wa 12 mwaka 2019 mfumo huu pia ulisambazwa na kuanza kutumika kwenye reli ya kaskazini kuelekea Moshi, wakati reli hiyo ilipofunguliwa na kuanza kutumika tena kwa usafirishaji wa abiria. Mpaka sasa mfumo unatumika katika jumla ya vituo 71 vya reli kukatia tiketi na kupokelea mizigo nchi nzima. Kazi zote za kutengeneza mfumo huu
zimefanywa na wataalamu wa Kitanzania, wafanyakazi wa IGA na shirika la reli Tanzania TRC. Pia mafunzo mbalimbali yameendeshwa kwa watumiaji mbalimbali wa mfumo huu, wakiwemo wakatishaji tiketi, wasimamizi wa stesheni yani inspectors, na mfumo wa malipo ya serikali yani Government Electronic Payment Gateway EGPG, na ni mkusanyiko wa mifumo midogo mingine ambayo ni mfumo wa ukataji wa tiketi kwa njia ya mtandao e-ticketing system, mfumo wa usimamizi wa biashara ya mizigo kwa njia ya mtandao e-cargo system, mfumo wa ukataji tiketi za abiria wa treni za mjini commuter train katika jiji la Dar es Salaam, mfumo wa kukusanya mapato ya huduma nyinginezo other service charges zitolewazo na shirika, kwa mfano malipo ya pango za nyumba na ardhi, mfumo wa kielektroniki na abiria e-ticketing system. Ndugu mgeni rasmi, mfumo wa ukataji tiketi za abiria kwa safari za treni za mikoani ni mfumo unaotumika katika ukataji tiketi katika vituo na stesheni za reli. Mfumo huu pia unawezesha abiria kukata na kulipia tiketi wao wenyewe kwa njia ya mtandao bila kuhitajika wao kwenda kwenye vituo vya kukatia tiketi. Mfumo huu hutumika pia kwa kuwapatia abiria taarifa mbalimbali kuhusu mabadiliko ya ratiba kwa kutumia ujumbe mfupi SMS. Mfumo wa usimamizi wa biashara e-cargo. Ndugu mgeni rasmi, sehemu nyingine ya mfumo wa tiketi wa kielektroniki ni unaotumika kuratibu biashara ya mizigo kwa njia ya mtandao. Mfumo huu umewezesha wateja wasafirishaji wa mizigo kulipia gharama za usafirishaji wa mizigo yao kwa njia ya mtandao baada ya kupewa gharama hizo na maofisa wa shirika bila kuhitaji kurudi kwenye ofisi za shirika kwa ajili ya kufanya malipo, hivyo kuondoa upokeaji wa fedha taslimu. Namba 3, ndugu mgeni rasmi, mfumo pia una moduli inayowezesha shirika kutoa ankara kielektroniki kwa wateja wa huduma nyinginezo ambazo si zile za msingi za shirika la reli. Wateja wanapewa ankara zao zenye namba ya malipo control number, na hivyo kuweza kulipa kupitia njia mbalimbali na hivyo kuzuia upokeaji wa fedha taslimu. Ndugu mgeni rasmi, kuna mfumo wa ukataji tiketi wa abiria za treni za mjini commuter train. Mfumo una moduli ya ukataji tiketi za abiria za treni ya mjini Dar es Salaam inayowezesha ukataji wa tiketi kwa njia ya kielektroniki. Mfumo huu unaondoa utaratibu wa ukataji tiketi kwa kutumia vitabu na umekamilika kutengenezwa mwishoni mwa mwezi wa 3 mwaka huu, na kwa sasa uko katika majaribio. Ndugu mgeni rasmi, faida za matumizi ya mfumo. Tangu kuanza kutumika kwa mfumo huu kumekuwa na faida kadhaa zikiwemo kuongezeka kwa mapato. Mwaka 2018 jumla ya shilingi bilioni 42.39 zimekusanywa kupitia mfumo huu, hii ikiwa pamoja na tiketi za abiria zipatazo 1,425,016. Namba 2, kuongezeka kwa ukusanyaji wa mapato ikilinganisha na kipindi ambacho mfumo ulikuwa hutumiki, kutoka wastani wa shilingi bilioni 3.066 kwa mwezi hadi wastani wa bilioni 3.4. Namba 3, kuwapunguzia abiria usumbufu wa kuja stesheni ili waweze kupata tiketi za safari. Namba 4, mfumo umepunguza gharama mbalimbali za uendeshaji, kwa mfano gharama za uchapishaji vitabu vya tiketi, usimamizi wa hela taslimu na kurahisisha ufuatiliaji wa shughuli za kihasibu. Namba 5, umerahisisha upatikanaji wa taarifa mbalimbali zinazohusiana na usafirishaji wa abiria na mizigo, na hivyo kuwezesha shirika kupanga mipango yake kwa weledi zaidi. Namba 6, mfumo umetengenezwa kwa kutumia wataalamu wazao walio katika taasisi za serikali yani IGA na TRC. Kumeokoa fedha nyingi sana. Kwa mfano, kama mfumo ungetengenezwa na makampuni ya kibiashara ungegharimu
kati ya shilingi bilioni 1.14 hadi bilioni 5.9, na hii ni kwa ajili ya mfumo wa kukata tiketi tu za abiria bila mifumo mingine ya huduma zingine. Gharama mpaka sasa za vifaa na utengenezaji wa mfumo ni shilingi milioni 419. Kwa hiyo Mheshimiwa mgeni rasmi, unaweza ukaona wataalamu jinsi walivyookoa pesa nyingi kwa ajili ya kutekeleza huu mfumo. Pia uzoefu umepatikana kwa kutengeneza mfumo huu unaweza kutumika katika sekta na mashirika mengine ya usafirishaji ya umma kwa gharama nafuu. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na mafanikio ya mfumo huu wa tiketi, shirika la reli linaendelea na juhudi zake kuendelea kuboresha huduma zake na uendeshaji kutumia teknolojia ili kupunguza gharama na kuongeza ufanisi katika shughuli zake zote. Kwa mfano, kwa wakati huu, kwa kushirikiana na IGA, shirika linatekeleza miradi mbalimbali ikiwamo kwa mradi wa ofisi mtandao e-office na mfumo wa usimamizi wa rasilimali za shirika Enterprise Resource Management System ERMS, pamoja na kufufua na kukarabati miundombinu ya mtandao katika ofisi za shirika. Mwisho kabisa, naomba nichukue nafasi kuwashukuru mamlaka ya serikali mtandao IGA kwa ushirikiano wao mkubwa ambao wameuonyesha katika kuujenga na kuendeleza mfumo huu. Ushirikiano wetu umeonyesha kuwa kumbe pamoja tukiamua tunaweza kufanya mambo makubwa sana. Tunaomba ushirikiano huu uendelee ili tulete tija zaidi kwa shirika na taifa kwa ujumla. Ndugu mgeni rasmi, asanteni sana. Reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa baada ya hotuba hii ningependa nimkaribishe mwenyekiti wa bodi yetu ya TRC aweze kusema neno kwako kabla ya kukamilisha. Kwanza kwanza malize. Unatoa maelezo sio hotuba. Asante. Au unataka kwenda kwenye siasa utastaafu? Siasa ngumu. Ukistaafu utafanya nini tena? Unaenda kwenye siasa? Mheshimiwa, yule mama yuko wapi wa kuweka vipande au inatosha? Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, Mheshimiwa Mhandisi Isaac Kamwerwe Bunge, mwakilishi wa mtendaji mkuu wa mamlaka ya serikali mtandao IGA, kaimu mkurugenzi mkuu wa TRC, uongozi na wafanyakazi wa shirika la reli TRC, wanahabari, mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Awali ya yote, na mimi pia ningependa nimshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kukutana hapa na kutupa siku hii njema ya kuweza kuzindua e-ticketing. Na baada ya kusema hayo, nipende kushukuru wewe Mheshimiwa Waziri, kwa sababu kwanza sasa hivi bunge linaendelea, lakini tunajua pia sekta ya ujenzi, uchukuzi na mawasiliano ina miradi mingi na shughuli nyingi, na baada ya hiki kipindi cha masika kinachoendelea, kuna mambo mengi yanatokea ambayo yanahitaji uwepo wako na usimamizi wako. Lakini pamoja na yote haya, umeona ni jambo la muhimu kuwepo hapa, kufika kuweza kuzindua electronic ticketing
jambo ambalo ni muhimu kwetu shirika la reli, kama alivyoeleza kaimu mkurugenzi mkuu wa shirika, kwa namna mbalimbali, kwanza kudhibiti mapato, lakini pia kuondoa usumbufu kwa abiria, kuondoa hisia na hata wakati mwingine rushwa zinazoweza kutokea katika utoaji wa tiketi. Kwa hiyo ni jambo la muhimu wakati ambapo shirika letu likiwa katika mabadiliko na katika kuundwa upya. Mheshimiwa Waziri, nipende pia kuishukuru serikali sana kwa jinsi ambavyo imeendelea kutupa support, imeendelea kusaidia shirika hili kujibadilisha na kubadilika, na hiki tutakachozindua ni sehemu ya yale mabadiliko ambayo yataleta ufanisi na yatabadilisha shirika letu kuwa la kisasa zaidi. Kwa hiyo ni hatua mojawapo kati ya hatua nyingi. Kwa hiyo tunapenda sana kuishukuru serikali ambayo hata jambo hili ambalo tunakwenda kuzindua leo ni jambo ambalo limetokana kwanza na maelekezo ya serikali, lakini pia na sapoti ya serikali ambayo inatufikisha huko. Kwa hiyo tunaishukuru sana serikali kwa kutupa sapoti kubwa juu ya jambo hili. Sipende kusema sana, lakini nieleze tu pia kwamba mwezi Disemba mwaka jana tulikutana katika chumba hiki na ulitoa maelekezo matatu, na mojawapo ilikuwa ni e-ticketing. Lakini kati ya yale matatu, mojawapo ulielekeza kwamba shirika lisimamie na kuhakikisha linarudisha mali zilizokuwa za shirika la reli ambazo ziliingia katika mikono ya watu binafsi. Jambo hilo Mheshimiwa Waziri, niseme liko katika hatua. Kuna nyumba zimekusharudishwa, lakini niseme pia hoteli tayari tuna hoteli 2 ambazo zimekusharudishwa. Kuna hoteli ya Mbeya, lakini kuna ile ya Msoma ambayo kozi iliungua, lakini umiliki wa ile hoteli au yale majengo yamesharudi mikononi mwa TRC, na baadhi ya hoteli zingine pamoja na rasilimali nyingine tuko katika mazungumzo, na muda si mrefu pia tutakupa ripoti ya utekelezaji wake. Na jambo jingine ambalo ulielekeza ilikuwa ni namna ya kushirikisha watu binafsi katika ukarabati wa mabehewa, na jambo hilo pia tumelichukua kwa nguvu zote, kwa maana kwamba kuna taratibu za utangazaji kusudi tuweze kupata na wengine ambao si ajabu walikuwa hawajui. Lakini niseme tu kwamba kuna watu ambao tayari wamekwisha fika katika shirika letu na kutaka pia kushiriki katika jambo hili. Kwa hiyo kuna mazungumzo yanayoendelea kuona kwamba zile taratibu na kanuni kama ulivyoelekeza kwamba ziwe ni taratibu ambazo bado tunazingatia miongozo na kanuni za serikali bila kuathiri utaratibu. Kwa hiyo hilo pia Mheshimiwa Waziri, niseme inaendelea, na hili la tatu ambalo ndio la leo ambalo unakuja kuzindua ni kati ya yale matatu ambayo uliotolea maelekezo na ukatuagiza kwamba tufanye. Na Mheshimiwa Waziri, nashukuru kwamba tumefikia hatua hii na sasa liko tayari kuzinduliwa. Kwa hiyo baada ya kusema haya, Mheshimiwa Waziri, kwa heshima na taadhima, ni kuombe sasa uweze kuzungumza na hadhara hii na baadaye uweze kuzindua. Asante sana na karibu Mheshimiwa Waziri. Tena inapendeza. Mheshimiwa Mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi wa Shirika la Reli Tanzania, ndugu yangu Profesa John Kondoro, ila mimi sio profesa. Wewe ni mhandisi. Mimi ni mhandisi.
nikushukuru sana kwanza kwa hii taarifa ambayo umenipa sasa hivi, kwa sababu nimekuwa nafikiria sasa, huyu mtu mzima mwenzangu tumeelekezana mengi, mbona sijapata feedback? Lakini leo umenipa feedback hii ya mfumo wa kielektroniki umeshakamilisha, tunakuja kuzindua. Hongera sana. Najua nilikukabidhi mambo makubwa mazito, hasa la kurudisha mali zilizokuwa za shirika la reli Tanzania, lakini na baada ya serikali nayo kufanya ule mchakato na kuhakikisha tumekamilishana na wale akina Rahako na watu wengine, hatudaiani, na barua imeshakuja kwamba sasa chukueni mali zote ambazo zilikuwa ni za shirika la reli Tanzania. Barua rasmi imetoka kwa Attorney General, mmeshapatiwa. Kwa hiyo sasa vitu virudi, na mimi naangalia, na hasa kwenye hoteli mtakutana na changamoto ile. Mikataba ile iliyosainiwa kati ya wale waliopewa mahoteli na serikali imeshakuwa tempered, lakini kuna mahala mnaweza mkapata original agreement. Imeshakuwa tempered na hoteli walio temper nazijua. Kwa hiyo wala msiogope, fanyeni hiyo kazi kuhakikisha kwamba wajumbe wa bodi ya shirika letu la reli Tanzania, mtendaji mkuu wa mamlaka ya serikali mtandao, lakini leo amewakilishwa na mkurugenzi wa huduma za TEHAMA. Mimi kwanza niwapongeze, mnafanya kazi nzuri sana. Mnafanya kazi zinaonekana, na si tuliosoma TEHAMA kidogo kidogo unasema wange improve na hapa, kwa sababu TEHAMA kazi yake ni kubainisha changamoto zilizopo na kuzifanyia kazi, na ili transparency ndo tunachohitaji, kwa sababu tukiwa na TEHAMA transparency ipo na kitu kinafanyika kwa mfumo, pamoja na kwamba operation inafanywa na mwanadamu, lakini ule mfumo ukisha engage gear ni kwamba gari linaenda. Huwezi kukutana na mtu anasema simama hapa, ile hata traffic hasimamishi, kwa sababu kisha ubonyeza mfumo ni kwamba unaona moja kwa moja. Mimi kwa kweli kwa hili ninawashukuru sana. Niwashukuru sana kwa hapa TRC, lakini niwashukuru sana pia na upande wa Tanzania Port Authority. Pale ndio nimekuwa na changamoto kubwa, lakini nashukuru kwa sasa mambo yanakwenda na mapato naanza kuona kama mfuko kanatuna, kuna mambo yanaongezeka. Kwa hiyo nawashukuru sana. Kaimu mkurugenzi ndugu yangu Focus Makoye Sahani, sasa kutoka kule Mpando naona na reli inaondoka sasa. Lakini niwape pole sana wafanyabiashara, hasa wale ambao wana mabehewa 18 pale Mpanda ya pamba, yalikuwa yanatakiwa yavutwe na treni. Bahati mbaya daraja lile maarufu lililojengwa na mkoloni kwa mawe, daraja la Ugala, haijawahi kutokea. Lakini mwaka huu maji yamejaa, yalianza kuondoa reli, lakini sasa yanaondoa mpaka mawe. Na mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania ndugu Kadogosa jana amefika pale. Leo usiku mvua imenyesha, maji yameongezeka tena. Lakini niwape pole tu ndugu zangu wa Mpanda, kwa sababu zile njia kuu za usafirishaji ambao ni barabara ya kutoka Mpanda kwenda Tabora kupita Koga ni bahari, hata tutalionekana. Kwa hiyo tumefunga zaidi ya miezi miwili. Tulikuwa tunatarajia kutumia reli nao tumeifunga, lakini nawaahidi tu ndugu zangu wanakatavi kwamba mvua zikishapungua, maji yakishuka, tumeshajipanga. Sasa hivi tunaendelea kufanya mobilization kwenda kuchukua mawe popote yalipo. Baadaye maji yakishuka tunaweka mawe na kutandika reli ili operation ziendelee. Uongozi na wafanyakazi wa shirika la reli Tanzania, ndugu wanahabari, mabibi na mabwana, habari za asubuhi. Awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kama walivyotangulia wenzangu, mwingi wa rehema, kwa kutuwezesha kuwa na afya njema
na kukutana siku hii leo katika hafla ya uzinduzi wa mfumo wa tiketi za kielektroniki wa Shirika la Reli Tanzania. Mfumo huu ulielekezwa na Mheshimiwa Rais wakati anazindua TTMS kule TCRA, kwamba serikali, taasisi zote za serikali zikusanye mapato kwa kutumia mfumo wa kielektroniki. Siku 3 baada ya maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Waziri wa Fedha aliandika barua kwenye wizara zote na taasisi za serikali kwamba zitekeleze maagizo ya Mheshimiwa Rais. Mwenyekiti, nikushukuru sana. Hukumu umenipa taarifa, lakini hili nimepata faraja kwamba ulikaa kimya, na ndio maana wa profesa umekaa kimya. Leo hii uprofesa wako umeonekana, umetekeleza maagizo ya serikali, maagizo ya Mheshimiwa Rais, kwamba sasa Shirika la Reli Tanzania shughuli zote zinakwenda kwa kutumia mfumo wa kielektroniki. Mambo ni mtandao. Nimemsikiliza mkurugenzi vizuri sana, kila kitu ni mtandao. Hongereni sana, na mnaona wenyewe jinsi ambavyo mtaanza kurealize mapato, lakini mtakutana na changamoto, kwa sababu kuna watu kazi zao zinaingia kwenye riski. Kwa mfano, keshia alikuwa anatarajia kwamba zikikusanywa asubuhi apeleke benki, si ndio ilivyo? Huyu sasa ni msumari kwetu, na lazima muangalie sana. Anaweza akashirikiana na watu kutempa na ule mfumo, kwa sababu alikuwa na mazoea, pengine anavyopeleka zile hela anajua anachokifanya. Hili ni jambo zuri, lakini kwa sababu tayari tuna mfumo, tutampata kwa urahisi. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana na wanahabari, sote tunafahamu kuwa Shirika la Reli Tanzania lina jukumu kubwa la kutoa huduma za usafiri wa abiria na mizigo ndani ya nchi na nje ya nchi. Sambamba na ujenzi wa reli ya kisasa unaoendelea pamoja na maboresho ya miundombinu ya reli yanayoendelea kufanyika, nimetaarifiwa kuwa kuna ongezeko la ufanisi kwa kiasi kikubwa katika usafirishaji wa mizigo na abiria kwenda mikoani, hususani Kigoma, Mwanza, Katavi na hivi karibuni mkoa wa Kilimanjaro, na baada ya muda mfupi tunafika mpaka Arusha. Management na wafanyakazi wa shirika, kwa jitihada kubwa mnazofanya kuboresha utendaji, ninawapongeza sana. Wakati nimeenda kutembelea reli kati ya Moshi na Arusha, nilivyofika Arusha, kwa sababu mimi wakati wote nakaa nafikiria kuingiza makonteina mengi bandari ya Dar es Salaam, nilikuta wafanyabiashara wa Arusha, mtu mmoja tu alikuwa anaingiza makonteina 80 kwa mwezi, lakini hayapiti bandari yoyote ya Tanzania. Na akasema, mheshimiwa, ikifika hii reli sasa tutatumia bandari ya Tanga na bandari ya Dar es Salaam, na mimi mmoja tu nina container 80 kwa mwezi. Hao wengine sijini namna gani. Hiyo ilikuwa ni Arusha, lakini pia Moshi kuna makonteina pale, na ndiyo maana katika kipindi changu nimehakikisha kwamba bandari ya Tanga inarudi. Ndugu zangu, tulisaini mkataba wa bilioni 172 kufanya dredging, kuongeza kina kilomita 1 na mita 400. Mradi ule uko 90% unakamilika, na sasa hivi karibu tunaanza kujenga magati. Tuko kwenye hatua za mwisho bandari ya Tanga, na vifaa kwa ajili ya kupakua mizigo vinakwenda.
Na wale ndugu zangu waliokuwa nasema Tanga kunani, nataka wabadilishe ule mwimbo. Tanga hakuna kitu chochote mbele ya Dr. John Pombe Joseph Magufuli. Biashara inarudi katika bandari ya Tanga. Maana ya kurudi biashara katika bandari ya Tanga, TRC mjiandae. Na bahati nzuri mna mfumo. Kuna nchi majirani walishanifuata. Sasa hivi wanaomba ardhi kwa ajili ya kujenga ICD Tanga. Na mimi nimesema siendagi haraka, subirini kwanza mpaka washindane zaidi. Kwa hiyo biashara itakuwa kubwa. Ndugu wageni waalikwa, ni dhahiri kuwa katika uimarishaji wa uendeshaji wa shirika la reli Tanzania, matumizi ya teknolojia ni muhimu sana ili kupunguza gharama za uendeshaji, kuongeza ufanisi na kuongeza mapato. Serikali kwa upande wake imekuwa ikiyaelekeza mashirika yote yanayotoa huduma za usafiri kuhusu umuhimu wa matumizi ya teknolojia ili kuboresha huduma zake na kuongeza ufanisi, hasa katika ukusanyaji wa mapato yake na kudhibiti uvujaji wa mapato na ubadhirifu. Shirika la Reli Tanzania, kama ilivyo kwa mashirika mengine mengi ya umma yanayofanya biashara na kukusanya mapato, imekuwa na changamoto nyingi za ukusanyaji wa mapato kwa kutumia mifumo ambayo haitumii teknolojia, na hivyo kupoteza mapato kutokana na vitendo vya baadhi ya wafanyakazi wasio waaminifu. Serikali ya awamu ya 5 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ilitambua changamoto hiyo, na hivyo kuziagiza taasisi zote za serikali zinazokusanya mapato kuhakikisha kuwa wanatumia mifumo ya kielektroniki katika kukusanya mapato yake. Hali hii imeonyesha mabadiliko makubwa katika mwenendo wa ukusanyaji wa mapato kwa taasisi hizo, sio TRC tu na taasisi nyingine za serikali. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, Shirika la Reli Tanzania kwa kushirikiana na Mamlaka ya Serikali Mtandao wametekeleza agizo hilo na wametengeneza mfumo wa tiketi wa kielektroniki e-ticketing na usimamizi wa mizigo kwa njia ya mtandao e-cargo. Mfumo huu umekuwa kwenye majaribio tangu mwaka 2018-19 na tumekusanyika leo hii kushuhudia uzinduzi wake rasmi. Mfumo huu umeiwezesha TRC kuimarisha ukusanyaji mapato yake na kuondoa kabisa matumizi ya tiketi za kuandika kwa mkono. Mfumo huu utawarahisishia wananchi kukata tiketi zao mahala popote walipo pasipo kwenda stesheni. Pia itaondoa adha ya wasafiri kulala stesheni, hususan katika mikoa ya Katavi. Mtu anakwenda kulala stesheni, mkoa wa Kigoma mtu anakwenda kulala stesheni. Hili jambo halitakuwepo tena. Tunachotaka ni mtu akate tiketi kwenye simu yake kama ambavyo shirika la ndege tunafanya. Unaweza ukakata tiketi. Siku moja nimesafiri na abiria mmoja, anasema nilipata mawazo ya kusafiri saa 9 usiku. Nikachukua simu yangu, nilivyowasha kuulizia ATCL nikakuta kuna nafasi moja, nikakata tiketi hapo hapo. Asubuhi tukasafiri naye. Hivyo ndio tunavyovitaka. Katika mwaka 2017 na 2018, kabla ya kuanza matumizi ya mfumo wa tiketi za kielektroniki, Shirika la Reli Tanzania ilikuwa inakusanya mapato ya shilingi bilioni 39.7, na baada ya kuanza sasa wanakusanya shilingi bilioni 44.7. Utaona kwamba bilioni 5 hii ilikuwa inaingia kwenye mifuko, ilikuwa inapigwa, na mimi nina imani mtakusanya mara 2 ya hapa, kwa sababu hii reli ilidesainiwa kubeba
tani milioni 5. Sasa hivi tuna karabati. Baada ya kukarabati tutapimana sasa kwenye hili. Kwa hiyo niwapongeze sana ndugu zangu IGA kwa kazi nzuri mnayoifanya. Ripoti yenu niliipata, kwa kweli mmesaidia taasisi nyingi mno, nyingi sana. Kazi yangu moja ndo bado mjanifanyia, japokuwa nilipata preliminary report. Na shukuru taasisi nyingi Tanzania za kiserikali zinatumia mifumo laini, lakini mifumo laini ya kununua na wanalipia. Nilipopata ile taarifa nikasema, la, Mheshimiwa Mwenyekiti, tunapoteza bilioni nyingi sana, lakini nasubiri nipate final ili niweze kutaarifu na mamlaka ya juu. Lakini leo hii hapa milioni 400, hongera sana. Hata wakala wangu wa barabara wakati wanabadilisha teknolojia ya utengenezaji mixing ya lami, walifanya wao wenyewe na wao walitumia milioni 400. Lakini tungeenda kwa ajili consultant au kuendelea, mwenyekiti, kununua hii mifumo hii, ungelipa mabilioni ya hela. Iko taasisi nyingine iko hapa Dar es Salaam hapa, Mwendo Kasi, walikuwa wanalipa bilioni 2 kwa mwaka, na unamlipa mtu continuous eti kwa sababu amekuwekea mfumo. Lakini IGA, ninawashukuru, tunakwenda vizuri na tutafika. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, serikali ya awamu ya 5 imekuwa ikiwekeza fedha kuimarisha sekta ya miundombinu ya reli nchini kwa kujenga reli ya kisasa SGR, kuboresha reli ya kati mita geji kutoka Dar es Salaam hadi Isaka, kufanya ukarabati wa njia ya reli ya Tanga hadi Arusha ambayo zilikuwa hazifanyi kazi kwa zaidi ya miaka 20, na sasa zimefunguliwa na wananchi wanatumia hiyo huduma. Baada ya kufunguliwa reli ya Moshi, ziko changamoto tunaanza kuziona. Hakuna haja ya ngumi. Mfanyabiashara anabeba mzigo wake na mabehewa 20, alafu bei nafuu, mzigo mwingi. Kwa vyovyote vile hawezi kwenda kwenye lori. Ndio maana kukaa, sijazungumza, lakini ilitakiwa kuja changamoto kwamba watu wanataka kutempa na reli. Lakini nishukuru kwa hatua ambayo inafanywa na shirika letu la reli, kwamba kabla treni ya mizigo haijaenda, ya abiria haijapita, wanatuma kiberenge ili kiweze kukagua kwamba ile miundombinu haijafanywa hujuma ya aina yoyote. Hongereni sana kwa hili. Lakini niwape pole katika hatua hii. Juzi tulipoteza wataalamu wetu, maafisa wa shirika la reli 5 ambao walikuwa wanakwenda kufanya kazi hiyo ya kukagua ili kuona kwamba reli haijafanyiwa hujuma iweze kuleta madhara makubwa. Bahati mbaya wakakutana na ajali na wakapoteza maisha watu 5. Poleni sana ndugu zangu. Lakini wamekufa kishujaa, wako kazini kwa ajili ya kujitahidi kuokoa watu wengine. Hata usiku wa kuamkia jana mlituma kiberenge hapa Pugu, maji yalijaa, wala mvua haijanyesha pale, yakaosha reli. Kabla treni ya abiria haijaondoka mkaenda pale. Nafikiri tusingefanya hivyo jana tungeongea mambo tofauti. Lakini kiberenge wameenda wakakuta maji mengi kwenye reli, wakashangaa mvua haijanyesha, kumbe imenyesha Pugu. Ndo wakasimamisha treni, abiria walikaa zaidi ya masaa 8-9 wakisubiri. Lakini imefanyika kazi nzuri na baadaye treni ikaruhusiwa. Na kazi hii ya kukagua njia yetu, na hasa hiki kipindi cha mvua, jamani, mvua zinazonyesha ni nyingi. Kwa kuimarika huko kwa njia za reli kumefungua fursa mpya kwa shirika kuongeza ufanisi katika biashara zake za abiria na mizigo. Ni matarajio yangu kuwa kwa uwekezaji huu mkubwa uliofanywa na serikali kwenye reli na kuwepo kwa mifumo thabiti ya ukusanyaji wa mapato kutawezesha shirika
kujiendesha na kuanza kutoa gawio kwa serikali. Tayari tumeanza kushuhudia matokeo ya uwekezaji huu ambapo mizigo imeongezeka kutoka tani 186,963 mwaka 2016 hadi kufikia tani 399,784 kwa mwaka 2019, sawa na ongezeko la 114%. Pia idadi ya abiria imeongezeka kutoka abiria 411,172 mwaka 2015 hadi sasa tunazungumza abiria 5,780,439 mwaka 2019, sawa na ongezeko la 41%. Lakini nasema bado, ndugu zangu, bado pamoja na mafanikio haya, bado TRC haijaweza kusafirisha kiwango cha mzigo unaotarajiwa ili iweze kujiendesha yenyewe pasipo kutegemea ruzuku ya serikali. Kama nilivyowaambia kwamba reli yetu ilijengwa iweze kubeba mzigo wa tani milioni 5 kwa mwaka. Leo hii wewe hujafika hata nusu milioni, lakini serikali imetoa dola milioni 300 kukarabati reli ya kati ili iweze kuirudisha katika standardi yake, kwanza ya spidi ambayo itakwenda kwenda kilomita 70 kwa saa, lakini pili itabeba mzigo mkubwa. Na mizigo, ndugu yangu, ipo, na ndugu zangu, ipo, na ndiyo maana serikali hii ya awamu ya 5 sasa inakarabati bandari, na gati namba 4 limekamilika. Inawezekana katika hizi siku mbili nitakwenda kuliangalia hapa nikiwa hapa Dar es Salaam, kwa maana ya kesho Jumapili na siku ya Jumatatu. Kwa hiyo tunazidi kuongeza uwezo upande wa bandari, ni kama tunavyofanya bandari ya Tanga. Tunajenga gati la mita 300 bandari ya Mtwara. Barabara ya kutoka Mtwara kwenda Mbamba Bay ndio hiyo, bado kilomita 30 yote iwe ya lami mpaka Mbamba Bay. Tutakuwa na uwezo mkubwa wa kubeba mizigo, kupokea inayotoka nje ya nchi, kupeleka humu ndani Tanzania na kwa majirani zetu, na kupokea mizigo ya majirani zetu inayosafirishwa kwenda nje. Na kwa sababu faida tulionayo kwa Tanzania ni kwamba njia fupi kwenda Asia na Europe kupitia bahari ya Hindi. Wengine lazima apite bahari zaidi ya 3, Atlantic Ocean, Pacific na ingie Indian Ocean. Kwa hiyo mzigo unakuwa na gharama, lakini ukipita kwetu hapa mzigo una nafuu kubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, napenda kutumia nafasi hii kuwataka shirika lako la Reli Tanzania waongeze juhudi na ubunifu ili waweze kufikia lengo tarajiwa ndani ya muda mfupi. Ninafahamu tuna mazoea, ni kama ambavyo tumekuwa na mazoea kwenye bandari ya Dar es Salaam. Mheshimiwa Mwenyekiti, pale nilimwagiza Mheshimiwa Mwenyekiti mwenzako, nikamwandikia kwa maandishi aangalie bandari, na sasa bandari imeangaliwa kuanzia kwa watumishi. Hatuwezi kukaa na mtumishi ili mradi tu kwamba aliajiriwa zamani yupo, lakini hana ubunifu wowote, hana elimu. Hapana. Tunajua kwamba nina ndugu zangu kule wale Pigiria, pale tuta compromise, na ndio maana nilikuwa nimeagiza kwamba waajiriwe, na Mheshimiwa Waziri Mkuu akaagiza waajiriwe kwa kazi nzuri walioifanya. Lakini nikakutana na sheria zinagongana kwamba sasa hivi anayeajiriwa lazima awe maliza form 4, lakini nachukua utaratibu mwingine, hata kwa kibali maalum naifanyia kazi hawa Pigiria, kwa sababu jamani, hivi form 6 atakaa kule kweli kwenye Pigiria? Form 4 atakaa kufikiria kubeba mawe kule? Kwa hiyo mambo mengine lazima tuiangalie, na hawa watu Pigiria wana historia ndefu sana, ni wazalendo sana. Kwa hiyo mambo mengine kwenye magenge haya tutayaangalia, hata kama ni kwa kuomba kibali maalum ili waweze kuajiriwa. Najua sheria inakataa mpaka awe form 4, lakini huyo form 4 namtaka wakwenda kukaa kula afanye Pigiria, sidhani kama nitampata, na tutagombana, atakuwa anatoroka, lakini wale ni wazalendo, wanakaa pale. Kwa hiyo tunaendelea kulifanyia kazi.
Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, pamoja na mfumo huu kusaidia kupunguza upotevu wa mapato, mfumo una faida zingine kadhaa kama ambavyo alikuwa ameeleza kaimu mtendaji mkuu. Moja ikiwa ni kuboresha huduma kwa kurahisisha upatikanaji wa tiketi kwa kuwezesha wateja kununua tiketi kupitia mtandao wa internet, na hivyo kupunguza ulazima wa wateja kufika stesheni ili waweze kupata tiketi. Sasa hili tuna scheduled trip za kwenda Moshi, za kwenda Kigoma, za kwenda Mpanda. Vipi treni ya Pugu? Nayo muiangalie. Commuter. Nayo ipo. Ili mtu tunajua kwamba treni inatoka saa 5, anaweza akakata tiketi yuko nyumbani. Akifika pale akute kweli treni inaondoka saa 5, anapanda. Na kwa kufanya hivyo tuta maintain level sitting. Na ili kuondoa watu kusimama, sasa hivi maelekezo ya serikali ni kwamba watu wasisimame kwenye treni kwa ajili ya huu ugonjwa, tuweze kujikinga. Ndugu zangu, ugonjwa ni mbaya. Nishukuru hapa nimeshanawishwa zaidi ya mara 3, nafurahi. Naangalia mimi mwenyewe usalama wangu, lakini naangalia na compliance ya maelekezo ya serikali. Lakini tunashukuru kwamba Shirika la Afya Duniani, World Health Organization, tayari wametoa standard kwamba katika chombo cha usafiri, yapo mabasi kama mabasi ya UDAT yamedesainiwa viti vichache kwa ajili ya kukaa wazee na wasiojiweza na vilema, lakini sehemu kubwa wanabidi wao wamesimama. Tumeshapokea standard na LATRA wanafanyia kazi, na wakati wowote tutampelekea Mheshimiwa Waziri Mkuu ili aweze sasa kutoa kwamba kwa mujibu wa World Health Organization watu wa kusimama watakuwa wangapi. Lakini Waziri Mkuu alielekeza ni level sitting, tuna maintain level sitting ili sasa tuendelee kufanya compliance. 2, kuondoa urasimu na vitendo vya rushwa katika upatikanaji wa tiketi. Hii imekuwa ni shida. Mimi naripotiwa sana. Tulikuwa 68. 10 hawapo. Sasa nitauliza, je, booking zilikuwa zimejaa? Na huyo anayetusababisha anayebook kwa, lakini baadaye nikaja nikagundua kumbe wale watu wa huduma walikuwa wanazibana zile tiketi. Siku moja nikawauliza, wakasema sio sisi tunaelekezwa na yupi, lakini nalifanyia kazi. Kwa sababu unakwenda kufanya booking ATCL, unakuta walishabook zote kwamba zimejaa, kumbe ulongo. Sasa nilipowafuata 2 watatu wakasema sisi tunaelekezwa na nani, wakanipa na jina, naifanyia kazi. 3, kupunguza gharama za mauzo kwa kuondoa gharama za utengenezaji wa vitabu vya tiketi za kuandikwa kwa mkono. Lakini pia tutapunguza na wale watu ambao walikuwa wapo kwa ajili ya kazi hii. Hakuna haja dirisha kuwa wazi, kwa sababu kila kitu kitakwenda kwa mfumo laini, mtandao. Unabuku tiketi yako huko unakwenda. 4, mfumo umerahisisha upatikanaji wa taarifa mbalimbali zinazohusiana na usafirishaji wa abiria na mizigo, na hivyo kuwezesha shirika kupanga mipango yake kwa uweledi zaidi. 5, kwa mfumo kutengenezwa kwa kutumia wataalamu wazawa walio katika taasisi ya serikali ya IGA na shirika la reli. Pia mlikuwa mnajitambulisha hapo na waona, hongereni sana. Hatuwezi tukakaa na mtu anasema yeye amesoma TEHAMA kumbe anacheza karata. We need to see the vertical transfer. Brain yako, angalia changamoto za operation ya maisha ya kawaida ya mwanadamu, zirahisishe kwa mfumo laini. Kwa kufanya hivyo utakuwa umetupunguzia na interaction. Na hata huu ugonjwa sasa, badala ya watu kukaa unatembea unakwenda sije kufanya booking kwenye kituo, mnakutana wengi, mnagombana, mnamtafuta huyu bosi ambaye kumbe ubosi wake kazi yake ni kulangua watu, vinaondoka. Kwa hiyo hongereni sana kwa hii kazi nzuri.
Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, katika kuendelea kuunga mkono juhudi zinazofanywa na Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli kulifufua shirika la reli Tanzania, naomba kuchukua nafasi hii kuwahimiza Watanzania na wadau wote kutumia huduma zilizoboreshwa za kusafirisha mizigo yao kwa treni na pia kutumia usafiri wa treni za abiria kuelekea sehemu mbalimbali nchini. Mwenyekiti, nimekutana na changamoto na niliziandika. Nilimwandikia katibu mkuu. Changamoto moja mbaya sana, kuna mizigo inapotea. Umepakia mzigo Mpanda, umepakia Kigoma, haufiki kule ambapo mteja alitarajia. Akija kulalamika, mnampokea, lakini hata kaipate hela. Atatembea hata miaka mitatu, naambia subiri, mipango inaendelea. Subiri, mipango inaendelea. Sasa kwa wastaafu kama sisi, mwisho unazila, unaacha. Lakini nikasikia ndani ya TRC kwamba akishazila kuna namna ambavyo mnafanya ile hela inatoka, alafu mnajilipa wenyewe watumishi. Nilishaandika kwa maandishi hilo, lakini majibu sijayapata. Kama alijakufikia, basi taarifa ni hiyo. Nimeandika, nilimwandikia katibu mkuu ili aweze kuleta kwenye maana ndio utaratibu. Government works on papers. Kwa hiyo kwa mfumo huu hata tracing ya mizigo iliyopotea itakuwa ni rahisi. Itakuwa ni rahisi. Kwa hiyo niombe sana na mwenyekiti na hili, na bado nikasikia tabia ya ajabu kwamba hata wale watumishi waliostaafu huwa hawatoki, wapo tu, hawalipi mshahara. Hao ndio wanao manage mizigo ya namna hiyo. Lakini nimeiweka kwenye maandishi. Na wengine paka nikawaunganisha na Kadogosa, mkurugenzi mkuu, kwamba hebu ongea na hawa. Kuna hili tatizo, mizigo ikipotea ndo basi hailipwi, haifanyiwi compensation. Na mimi niseme tu kwamba kwa hilo mtakapokuwa mnakaa mwenyekiti na bodi yako, hili mliaddress, mliongee na mliwekee utaratibu maalum. Kama mizigo inapotea, imani inapotea. Na imani ikipotea, wananchi watakuwa hawana alternative nyingine. Kwa sababu treni ndo usafirishaji wa uhakika, mzigo mkubwa, na bei ni nafuu kuliko gari. Mimi nakaa kule, naangalia sana mimi waziri wenu. Na sio nyinyi tu. Mwaka jana mwishoni, mashirika ya ndege yalileta fujo. Niliandikia barua mimi mwenyewe moja kwa moja, na nafikiri wamerekebisha. Ilikuwa mtu anatoka Amsterdam na KLM, anafika bandari anafika uwanja wa ndege wa Julius Nyerere, anatelemka, mzigo sanduku limebaki kule. Sasa kama ni mtalii, na mtalii mwenyewe mwanamama nataka akishuka tu abadilishe nguo, nikaona hapa kutakuwa na shida. Nilazimika kuiandikia barua mashirika matatu ya ndege, na nashukuru walinijibu. Lakini nina imani kwamba hilo tumeshalitibu. Kwa sababu mtu anasafiri na kabegi ka nguo, unatarajia kwamba ukishuka kwenye uwanja wa ndege basi ukimbie mara moja ufike nyumbani kwenye hoteli yako uchukue nguo zako, lakini ulikuwa umeshaanza huo mchezo. Mashirika matatu niliandikia barua na wakarespondi kwamba wanarekebisha. Kuna usafiri commuter huu Pugu na Ubungo, nimelalamikiwa sana, lakini leo nishukuru kwamba Majaliwa ambaye sasa hivi ndio mwenyekiti wa ile kamati ya kupambana na huu ugonjwa COVID, na mimi ni mjumbe mmoja wapo katika ile kamati ya kitaifa. Kwa hiyo naongea mambo ambayo ninayajua nini kinaendelea. Ndio maana haya ni ya kwangu, lakini inabidi nimwandikie waziri mkuu ayachambue hizo ugomvi hata nyumbani kwako. Ndugu wageni waalikwa, mabibi na mabwana, mwisho kabisa napenda kuwashukuru tena IGA. Mnafanya kazi nzuri.
kwa kushirikiana na shirika la reli Tanzania katika kufanikisha utengenezaji wa mfumo huu wa tiketi, na tunafanya hivyo sio kwenye treni tu, mpaka kwenye mabasi tumeshakabilisha tayari, bado kufungua tu kutangaza kwamba mabasi mpaka daladala. Ukienda Ulaya kule hakuna kukata mkononi bwana, tena kule wanaswap vikadi benki mpango, ili nao mipango wanaangalia kwenye hii data, kwa sababu na wao watakuwa wana monitor, ili wachumi wale sasa waangalie kwamba jamani, sasa ongezeko ni hili, kwa hiyo tunahitaji kama mabasi tunayo 600, kwa ongezeko hili mwaka huu tuongeze mabasi 200. Kwa hiyo serikali itatangaza tunahitaji kuongeza mabasi 200. Kwa hiyo wale wenye mabasi anayetaka kununua ananunua, anaongeza, na huku kunakuwa na proper record. Mfumo huu una maana sana. Kwa bahati mbaya mtu amekishakuwa na mazoea fulani, anaona kwamba wakileta mfumo huu pengine mapato yangu yataonekana. Hapana. Lakini kuonekana ni lazima yaonekane. Sina ndo humo mwisho wa mwaka TRA wanakupiga kodi kwamba umesafisha abiria kadhaa kwa gharama kadhaa, umekusanya shilingi hizi, kwa hiyo ndugu yetu kodi yetu ni hii. Au kuna mtu anakataa kulipa kodi. Sasa nashangaa unakuta mtu mwingine eti hataki kuona hii tiketi ya kielektroniki itaboresha utendaji kazi wa shirika. Jambo hili limeonyeshwa kuwa Watanzania tukiamua tunaweza kufanya mambo makubwa. Shirika la Reli Tanzania mliamua na mmeweza, na hata hayo mambo nayo buni mimi kidogo kidogo nao naona yanakwenda. Hata suala la utengenezaji wa freight wagon mabehewa, nilimuomba Mheshimiwa Rais akanipa fedha, lakini mwenyekiti nikaona utengenezaji unasuasua. Ndio maana nikabuni hilo kwamba ikiwezekana pengine ngoja tuchukue mabewa tuwape wale wafanyabiashara wakubwa wayatengeneze wenyewe, lakini tutakuja kukatana, inabaki kuwa ni mali ya TRC, sio kwamba yanakwenda kule. Lifanyieni kazi hilo, nina imani litakuwa na manufaa makubwa. Ndugu mwenyekiti, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, baada ya kusema haya, sasa niko tayari kuzindua mfumo wa tiketi za kielektroniki, e-ticketing system wa shirika la Reli Tanzania. Reli yetu, maendeleo yetu, taifa letu, hapa kazi tu. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Sasa hivi tunafanya hivi. Haya. Unasogea unaenda wapi? Umeshaambiwa nini kinafuata? Asante Mheshimiwa Waziri, kwa ridha yako naomba nimkaribishe mkurugenzi wa ICT shirika la Reli Tanzania aweze kutufanyia demo na ikiwezekana aweze kukatia tiketi kutoka Dar es Salaam kuelekea Dodoma. Mpanda kungakuwa kunafanya kazi Mheshimiwa. Na mimi nitaka kusema kwa nini sio Mpanda? Lakini umeielezea kwa uzuri na nafikiri wananchi wamekuelewa. Asante. Kumbe ipo. Haya bwana, ngoja tuone. Asante Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Waziri, wakati wataalamu wanatayarisha ili kuweza kutuzindulia mfumo wetu, tutafanya demonstration, tutakata tiketi kutoka kwenye mfumo, na kama wenzangu walivyosema hapa, kwa sababu kutokea Dodoma na Dodoma mwingi linaendelea, tutakatia tiketi ya treni ya kwenda Dodoma kesho. Hopefully kwamba nafasi asijajaa, kwa sababu hii ni haswa ni live. Ni kwamba sio kama tumetengeneza, ni kwamba wateja wanaendelea kukata tiketi huko. Lakini kama tutashindikana tutaona na tunaweza kupata ya siku nyingine. Kwa hiyo labda baada ya kusema hayo, kwanza kabisa kama unataka kukata tiketi, unaweza ukaenda kwenye page yetu, page ya
website ya shirika www.trc.co.tz, hiyo hapo iliyofunguka. Baada ya hapo utaona upande wa kulia hapo kuna kitu kinaitwa online. Siku ya tarehe 5 hapa unaweza ukachagua, tumeweka kwa sababu treni yetu inakwenda mpaka Kigoma, kujua kwamba wewe ni mkazi au ni mgeni, kwa maana ya foreigner au local. Alafu unachagua namba ya tiketi. Mheshimiwa Waziri ana yeye mwenyewe tiketi namba zitaonekana kwenye behewa. Sasa hapa ni mwanzo, chagua behewa kwa maana ya kama ni first class, second class. Unachagua first class. Utaangalia kama kuna city. Hapa utaona kwa Kiswahili hapa kama kusingekuwa na city hapa kusingekuwa. Kwa mfano, unafahamu kesho hii treni ya kwenda Kigoma imejaa. Kwa third class utaona samahani hakuna city. First class hakuna city. Third, hii ni third class. Nasema nilichagua first class kwa wewe. Kuna city. Lakini hii tu kwa demonstration tu kwamba kwa third class haina city. Kwa hiyo ni lazima twende either second au first class. Kienda second class utaona kama kuna city, utaona hapa kwa Kiingereza hapa, unaweza ukaendelea. Na hii ni gharama. Hebu rudisha kwenye third class. Third class. Samahani, hakuna city katika daraja ulilochagua. Maelezo haya hapa. Wapo abiria wangapi waliokata tiketi? Kwa hapa hatuwezi kujua, lakini kwenye background tunaweza kuangalia. Yes. Kwa sasa hivi kwa sababu wewe ni mteja. Hapa tumeingia kama mteja. Wewe ni nyumbani. Ndio. Kwa hapa hatujaweza, lakini kuna mtu pale anaweza kaingia. Wapo wangapi? Yes. Sawa. Kwa sasa tuende pale hapo first class au kwa first class kwa mheshimiwa, gharama yake ni shilingi 39,000. Hakikisha sasa weke address, sema Dar es Salaam. Weka full name pale. Mheshimiwa, namba pale, kwa sababu hii namba ndio utapata ujumbe fupi. Sasa tunaweza kuweka namba yako ya simu pale ili upate ujumbe au ya msaidizi kupata kwenye Kiingereza. 0788 50 41 78. Endelea. So umekwenda pale, nadhani utapata message. Umepata message, labda utusomee message inasemaje? Napaswa kulipa pesa ya shilingi 34,900. Booking reference ni Sasa hii ni message aliyopata, imetoka kwenye government electronic payment system, ile nani malipo ya serikali moja kwa moja. Kwa hiyo ni bili. Kwa hiyo hapa unaichukua hii, unaweza ukalipa kwa namna yoyote ile au kwa namna yoyote ile, kwa namba ya simu au kwa namna yoyote, kwa mtandao wote ulionao. Kwa hiyo sasa hii unatakiwa uingize pale ulipie. Sasa uingize namba kwenye simu yako alafu tuma hela. Nitume hela. Sasa labda kwa demonstration mimi nitalipa hii. Samahani kidogo. Ile control number naiona pale, nitaiweka ndogo niende. Hii ni kwa malipo ya serikali, kwa hiyo unabidi utumie malipo ya serikali. Nitaingiza ile control number 01 22 line kiasi 34 9.
Nimelipa, nadhani utapata message. Some. Sawa. Sasa hiyo reference number yako utakwenda kwenye my booking pale, utaiweka ile kutafuta sasa upate tiketi yako. Ile reference number uliopewa WX A 0 2 Z. Na ile QR code. Na hii hapa QR code hii ndio ina reference yako. Haya. Sasa hii ni tiketi mheshimiwa, lakini kabla sijamkabidhi mkurugenzi mkuu akupe, hata ukiprint mara ya pili, kwa sababu hiyo ni issue, inawezekana mtu akaprint mara ya pili ikawa shida. Hebu jaribu kuprint. Naona itatoka copy. Kwa hiyo hauwezi kuprint mara mbili. Hauwezi. Ya pili itakuwa ni copy. Ni copy. Sio original. Sio original. Original ni moja. Na hiyo ni na hii unatoka unaenda nayo, ni valid ticket, unaweza ukaenda kupanda train na kuelekea popote unapokwenda. Yeah, kwa hiyo hizi hapa utaona hizi mheshimiwa, takuulizi copy na ticket yake yenyewe original. Hapa tena nimeandika kabisa copy. Okay, kipande bwana chama. Tapata hata mkwata patikana. Kwa hiyo hii ni class gani? ni pesa. Ndio namba Sasa kama duniani kuna shida. Jamani, nawashukuru bwana. Habari, mmeona haya mambo? Haya mambo. Wewe unapokaa unafanyia nyumbani kwako kule Kajingeni. Ukija hapa pia inaonyesha na muda wa treni ndio sasa hapa mchana kuliko ndio inaondoka sasa. Kwa hiyo ugombani na mtu. Haya ndio tunayoyataka. Haya ndio maelekezo ya rais. Sasa maisha yamekuwa rahisi. Wale ndugu zangu wa Katavi kule hakuna haja kwenda kulala station. Wala ndugu zangu wa Kigoma hakuna haja kulala station. Au sio jamani? Mimi nawashukuru. Angalau na hii kwangu mimi kama waziri ya achievement. Tumetekeleza maelekezo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tumetekeleza maelekezo ya serikali, Mheshimiwa Rais. Kabisa. Hivi ndo tunapoenda namna hii ya kugombani bwana. Nawashukuru sana. Asante. Asante sana. Kwa habari mmepata swali?